Mzee wa data na kuelekea dabi ya Ngao ya Jamii. Tunakumbuka msimu kabla kuisha bwana. Kabla Young Africans hajatoa ubingwa, Mpanzu ndiye alikuwa gumzo sana. Alikuwa kitajwa sana na mashabiki wa Simba na wakiwatambia mashabiki wa Yanga kwamba kama mnataka kuchukua ubingwa kwanza mkabeni Mpanzu. Mpanzu ndio alikuwa bingwa sana na ilitengeneza hofu sana hiyo. Tumeona ambacho kilichotokea. Yanga amechukua ubingwa mbele ya Mpanzu. Labda hii vita inaweza kuendelea kuelekea dabi ya Ngao ya Jamii. Ni kweli. Kwa sababu unapozungumzia Simba kupata matokeo bora katika mechi ya dabi ya Kariakoo dhidi ya Yanga, basi miongoni mwa wachezaji ambao wakiwa kwenye kiwango cha ubora wanaweza kufanikisha hilo ni Eli Mpanzu Kibisawala. Lakini kama Yanga wanataka kupata matokeo bora, kutohudhurika kwa mashambulizi ya Simba, basi njia mojawapo kama Mpanzu anakuwa fit na apata nafasi ya kucheza kwa kocha Fadu Davids, maana yake ni pamoja na kumdhibiti Eli Mpanzu Kibisawala. Hata katika hiyo mechi unaosema ya Juni 25, mechi ambayo kwa Yanga na Simba ilikuwa ndo wanahitimisha msimu, tayari walikuwa wameshacheza mechi 29. Ni mechi ya kiporo ambayo ilipaswa kuchezwa Machi 8. Sababu tunazifahamu ilikuwa vipi mvutano, hatimaye ikachezwa siku hiyo. Ni kweli Yanga walipata ushindi wa mabao 2-0, lakini ushindi wao kwa kiasi kikubwa pia ulichangiwa na namna ambavyo defensively katika kuzuia Yanga walikuwa vizuri kukabiliana na madhara ya mashambulizi ya Simba, na hasa kupitia kwa mchezaji wa kimataifa wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, mgongoni nambari 34. Hapa tunazungumzia Eli Mpanzu Kibisawala. Kama Yanga kwenye ulinzi wao wasingeweza kukabiliana na mashambulizi ya Simba hasa kupitia kwa Mpanzu, wasingeweza kushinda mechi hiyo. Kwa hiyo kwa vyovyote vile hata mechi ya dabi ya Kariakoo kuwania Ngao ya Jamii, ili Simba washinde, kama Mpanzu yuko fiti mchezaji wao huyu, basi anapaswa kuwa kwenye kiwango chake bora. Lakini pia ili Yanga wapate matokeo wasidhuriwe na Simba, sehemu mojawapo ya kudhibiti ni kwa Eli Mpanzu Kibisawala, kwa sababu kwanza ana uwezo mkubwa wa kupokea mipira ya kwanza, ana uwezo mkubwa wa kupiga chenga, kubwa zaidi mashuti. Huwa anapiga mashuti kwa usahihi sana, yanakuwa very powerful, yana nguvu sana. Lakini kingine alichosumbua huwa akabiki sehemu moja, anacheza maeneo mengi kwenye mkaratasi anaonekana. Kwa mfano katika mechi iliyopita ambao walifungwa 2-2 Simba na Yanga, Mpanzu alikuwa anaonekana kwenye makaratasi upande wa kushoto kwenye kushambulia, yani winga wa kushoto. Lakini kwenye kucheza Mpanzu utamkuta huko kushoto sawa, akiwa wakati mwingine ana operate kutokea eneo la kati akiwa kama sehemu ya namba 10, yani anaungana na Jashaua katika eneo la nyuma mshambuliaji kinara, wanakuwa kama washambuliaji wawili wasaidizi nyuma mshambuliaji kinara. Lakini wakati mwingine anatokea kulia, anakuwa kama winga wa kulia Mpanzu. Kwa hiyo ndo madhara yake kwenye ligi kuu Tanzania bara. Kabla ya mechi ile dhidi ya Yanga mzunguko wa pili, Mpanzu alikuwa gumzo. Simba walikuwa wanamtumia kuatisha wenzao wa Yanga kwa sababu alichokuwa akikionyesha. Mpanzu alijiunga katika mzunguko wa pili wa dirisha dogo, akacheza mechi 17 dakika 1218. Katika mechi alizocheza Mpanzu kwenye dakika hizo 1218 alipiga mashuti 27. 17 amelenga shabaha, kafunga mabao 4, katoa assist 6, kachangia mabao 10 katika hizo mechi chache alizocheza kati ya mabao 69 waliofunga Simba. Mpanzu anaweza asifunge, Mpanzu anaweza asiassist, lakini cheza yake, ule uwezo wake wa kuwachukua wachezaji wa timu pinzani mmoja mpaka wawili kwa kasi akiwafungisha tela, ndio silaha kubwa ambayo Simba wamekuwa wakijivunia. Bahati mbaya kwa Mpanzu, bahati mbaya kwa Wekundu wa Msimbazi Simba, kwenye mechi ya Juni 25 Mpanzu alidhibitiwa mno. Harakati za Simba katika kutafuta mabao, yeye Mpanzu ndo alizibeba. Katika kipindi cha pili hasa Simba pale walipofanya majaribio ya kufunga, pale walipokaribia kufunga, Mpanzu alihusika. Ikiwamo kuna shuti moja alipiga lilikuwa kama limebusu nguzo. Lakini kwa ujumla mpaka dakika 45 za kipindi cha kwanza Simba walikuwa wamepiga shuti la kulenga shabaha, Simba walikuwa wamepiga shuti la kutoka nje. Ni kwa sababu kati ya maeneo tishio ya Simba kuelekea kwa wapinzani alidhibitiwa kiwamo Mpanzu. Mara kwa mara alikuwa akigongana na Izra Patrick Mwenda ambaye ni mchezaji wa zamani wa Simba, beki mbili. Yanga wamemsajili kutoka Singida Black Stars. Alikuwa kwenye kiwango bora kiasi kwamba mara kadhaa ambazo Mpanzu alikwenda upande ambao yupo Izra Patrick Mwenda,
alijikuta madhara yake yakidhibitiwa, kwa sababu Israel Patrick Mwenda miaka 25, yeye Mpanzu ni around miaka 23 24, walikuwa wakichuana vya kutosha haswa. Kuna nyakati Mpanzu alifanikiwa akimtoka Israel Patrick Mwenda, nguvu anazotumia, maarifa anayotumia kumtoka Israel Patrick Mwenda, tayari anakuwa amefikiwa na kina Dickson Job na kina Ibra Baka na viungo wa ukabaji wa Yanga kina Zuka Abuya, kuhakikisha haliti madhara. Lakini wakati mwingine ni yeye ndio alikuwa akipata matatizo kwa Israel Patrick Mwenda. Zipo hata baadhi ya picha za marejeo za picha mnato zikionyesha namna ambavyo Israel Patrick Mwenda siku hii, pengine kwa kutiwa hasira na majibizano ya mashabiki wa Simba na Yanga kuelekea mechi hiyo, yeye kila mara alipokuwa Mpanzu alisimama imara sana kuhakikisha madhara hayatokei eneo lake kutokana na hatari za Mpanzu. Kipindi cha pili ndipo Simba walifika katika lango la Yanga na kufanya majaribio. Nazungumzia kufanya majaribio ya kufunga, kwa sababu dakika 45 za kipindi cha kwanza kama nilivyokuambia, Simba hakupiga shuti lolote la kutoka nje wala kulenga shabaha. Kipindi cha pili walifanya majaribio kadhaa na hasa alimhusisha Mpanzu, lakini shuti la kwanza la kulenga shabaha la Simba lilikuja kupigwa na Wesu mtokea bench dakika 87. Mpanzu mashuti yake yalikwenda nje, hayakuleta madhara kwa maana kuingia wavuni. Mengine alichezwa na kipa Jigi Diara. Mwisho wa siku Yanga walishinda. Mbinu mojawapo ilikuwa kuhakikisha wale wachezaji hatari wa Simba akiwemo Mpanzu hawaleti madhara, ama kwa kuwazuia kwa lango lao, ama kuwafanya wasipate huduma sahihi kutoka kwa viungo waliokuwa wakiwachezesha, ambapo walikuwa ni akina Fabrice Luamba Ngoma, Yusuf Kagoma, kina Jasha Aua ambaye nyuma mshambuliaji kinara. Mwisho wa siku Yanga walipata matokeo. Sasa kuelekea mechi hii, kwa vyovyote vile, miongoni mwa beto za kuangalia katika mechi hii ya dabi ya Kariakoo kwa Ngao ya Jamii ni pale ambapo ataonekana mchezaji mgongoni namba 34 Eli Mpanzu Kibisawala atakapovaana na mchezaji nambari 5 mgongoni Israel Patrick Mwenda, endapo hawa wote watapata nafasi ya kucheza, kwa sababu Simba wana wachezaji wengi bora sana na hivi karibuni wamefanya usajili wa kuongeza idadi ya wachezaji wazuri zaidi kwenye kikosi chao. Kwa hiyo unaweza kukuta kimbinu tu mwalimu labda baadhi ya nyakati Mpanzu asiwepo, ingawa Mpanzu sioni uwezekano wa kutocheza mechi hii kama yuko fit. Lakini pia Israel Patrick Mwenda kwa kiwango alichokionyesha kuelekea mwishoni mwa msimu, Mwenda akiwa ametoa nafasi ya Kwasi Atula yao aliyeumia, akiungana na kina Kibwana Shomari, amekuwa kwenye kiwango kizuri sana. Mechi hiyo walioshinda 2-0, yeye ni miongoni mwa waliong'ara, yeye ni miongoni mwa waliodhibiti harakati za Mpanzu. Kwa hiyo yeye naye akiwa kwenye kiwango bora anaweza kachangia kupata matokeo mazuri kwa Yanga endapo atapata nafasi ya kupangwa na kocha Romain Folz.